wengine walikuwa nazungumza mwalimu anaweza akawa anaficha silaha zake, yani hajataka kufunguka, kuweka watu wagundue kwamba hii timu ni hatari. Lakini wengine wanasema no, unapocheza pre-season mechi kama hizi za pre-season ndio mechi za kutumia vizuri. Una kama ni kikosi chako cha kwanza kweli, kuna kitu unataka kukiona, wale wanaoingia uwaone. Wewe una mtazamo wa namna gani kwamba alichokifanya mwalimu wa Simba kwenye mashindano haya ndicho ambacho tunaweza tukakiona msimu ukianza, ama unatarajia pia mabadiliko yatakuwepo, kuona seriousness mkubwa kutoka kwenye benchi la ufundi? Mabadiliko ambayo yanaweza yakatokea ni mabadiliko ya kikosi tu, kwamba kwenye eneo fulani anaweza kaingia fulani, kwenye eneo fulani anaweza kaingia fulani. Unajua unaweza kuficha vitu vingi sana kwenye pre-season, lakini uwezo kuficha dhamira au nia kile ambacho mnakifanya. Mfano mimi nikiwa naangalia mechi za Simba, Singida, KVZ, nikiwatazama Simba kila nikiwaangalia kwenye mechi tatu mfululizo, kuna zile intentions zinajirudia, dhamira zinajirudia. Unaangalia muundo wa timu bila mpira, wanakuwa na muundo gani? Let's say 442. 442 yao inaonekana kwenye eneo lipi la uwanja, katikati ya kiwanja. Okay, hii timu ikiwa inazuia kuanzia juu, shape yao ya ulinzi inakuaje? Labda ni watu 4 wawili. Kwa nini? Kwa sababu mwalimu anataka labda wingers, kwa maana wale wachezaji wa pembeni ndio wale watu wa kwanza kwa press ma center back wa timu pinzani. Na lengo lake lingine kwamba namba 9 na namba 10 labda kuna Dumbia pamoja na Chama. Inawezekana anataka kutunza sana nishati ya Dumbia na Chama, au Keletso na Dumbia. Lakini pia hataki kuwaruhusu wapinzani kupita katikati ya kiwanja. Ndio maana katikati ya kiwanja kuna wachezaji 4, lakini pembezoni mwa uwanja kupo wazi. Kwa anachokitaka hapa mwalimu ni nini? Anataka fullback wote wawili wawe makini katika kusogea juu zaidi, ili kuiback up au kuisaidia pressing ambayo wanaifanya. Kwa hiyo ikifanyika kwenye mechi ya kwanza, ya pili, ya tatu, na hata leo wanafanya kitu kile, unagundua tu kabisa kwamba uwezi kupandikiza kitu kwa wanafunzi ambacho hakitawasaidia kwenye mitihani. Unanielewa? Kwa mbinu unazozipandikiza means una inject vitu ambavyo vitawasaidia kwenye mechi za kimashindano zinazokuja. Kwa tayari unajua ile scheme ya wakati wa kuzuia ipo vipi, timu inashambulia vipi. Bwana anataka wingers kuwa pembeni muda mwingi, fullback akisogea winger anakuja ndani kuungana na mshambuliaji. Viungo wakati wanacheza anatumia viungo namna gani? Labda kiungo mkabaji mmoja na viungo washambuliaji wawili. Kwa intention ya hii team ni kuattack zaidi, kwa sababu ukiangalia balance ya players uwanjani kuna washambuliaji wengi zaidi kuliko watu wanaozuia. Mfano leo kaanza Chama, Keletso katikati, ameanza kushoto Ura, kulia Libasi pamoja na mshambuliaji wao wakati. Kwa ukimwangalia tu Chama, Keletso kwenye midfield au ni viungo washambuliaji, Kagoma peke yake ndio kiungo wa kuzuia. Kwa Simba ilikuwa na wachezaji takribani wachezaji 6 plus 7 na wale fullback wawili ambao wanaweza kusaidia timu katika kuzuia. Sasa mpinzani au wapinzani sasa hivi wanachotakiwa kufanya ni kuassess kwamba kwenye hizo tactics ama mbinu ambazo wanatumia weaknesses zipo wapi. Labda bwana timu inaonekana bado inakosa clear plan kwenye eneo la ushambuliaji. Yaani ndio anashambulia lakini afanye vitu vya kujirudia kwenye eneo la kushambulia. Means bado kuna kitu hajakipata. Okay, sawa. Hii timu inatengeneza nafasi, inatengeneza. Shida ni nini? Shida ni kuzitumia. Kwa hiyo kama mpinzani lazima usidili na wanatumia nafasi au hawatumii. Unatakiwa kudili na namna gani ya kuwazuia wao kutengeneza nafasi. Yes. Kwa hiyo unaangalia vitu vingi, unaangalia routine zao wakati wa kushambulia zile set pieces. Hii timu kwenye mechi moja mpata kona 10. Wametengeneza hatari ngapi? Achana na magoli kwanza. Hatari ngapi wametengeneza? Let's say wametengeneza hatari moja. Kunaweza kugundua kwamba hii timu ina hatari zaidi kwenye open play kuliko kuwa na hatari kwenye set play. Kwa unapokutana nao unaandaa mpango mkakati ambao utawadhibiti kwenye open play, lakini utaendelea kupunguza hatari yao kwenye set play. Kwa ndo faida, yani kwenye pre-season watu wanasema tu ameficha. Lakini hakuna mwalimu anayeficha na nili kwenye pre-season. Kwani ukicheza mechi ya derby tarehe 12, kwani si unakutana Yanga tena mara 2 kwenye ligi? Kitu tutakachokifanya tarehe 12 tunasema kuna kitu kinaitwa adjustment. Kwamba kwenye mechi moja kutoka mechi moja kuelekea mechi nyingine unafanya maboresho. Kuna vitu unapunguza, kuna vitu unaviongeza. Lakini philosophy inabakia kuwa pale. Yaani falsafa ibadiliki, ila mitindo ya kutekeleza falsafa ndio unafanyaje? Inabadilika. Dakika ni 34 kwa saa za Afrika Mashariki. Kama unaungana na sisi, wamesema jambo langu lile la mwaka jana nalipitiza leo.
Lakini kila nikimuuliza ambia subiri kidogo. Subiri kidogo. Lakini Ashraf acha. Acha fanya hivyo. Nini tena? Umesahau. No. Natakiwa jezi. Yes. Okay. Na unajua jezi ni source ya kabisa chanzo cha mapato katika hivi vilabu. Msimu jana Jairuti alileta jezi, of course ilikuwa nzuri. Mida kama hii jezi zilishavuja na zikaanza kuonekana kwenye mitandao. Safari mpaka sasa ukimya ni wa kutosha, manake amejitahidi mpaka sasa. Of course, unajua mwaka jana ndo ilikuwa mara yake ya kwanza yeye kushinda hiyo zabuni na kutengeneza hizo jezi, lakini Juma kuna vitu bado alikuwa hajavijua namna ambavyo ya kudili na hivyo vitu, watu ambao anafanya nao kazi pia. Kwa hiyo naamini alipata funzo kubwa sana kupitia kile kilichopita, kwa sababu baada ya unajua unapoua exclusive Juma, inapokuja mapokeo yanakuwa ni tofauti kidogo. Kwa sababu tayari watu wanakuwa ile shauku tayari na kuishapotea, kwa sababu walishajua nini kinatokea. Kwa hiyo this time kila mtu ana pressure, anataka kujua kwamba ni jezi za aina gani ambazo zinakuja, unaelewa? Kwa watu washaanza kuandaa pesa, watu washaanza kuweka order, wanasubiri jezi zao. Kwa hiyo naamini sasa hivi anakuja akiwa na experience kubwa, amefahamu msimu uliopita mauzo alikuwaje, this time aboreshe wapi zaidi. Kwa mimi ninachoamini Jairuti this time atakuja na jezi bora kuliko zile ambazo zilipita. Sisemi kwamba zile hazikuwa bora, lakini namaanisha kwa sababu atakuwa na upgrade, kwa sababu sifa ya kufanya kazi na vilabu vikubwa maana yake wewe una upgrade standard ya bidhaa ambayo huwa unaitoa. Kwa hiyo watu wasubiri kwa hamu tuone ni kitu gani ambacho atakileta, na this time na mtabiria biashara yake kufanya vizuri zaidi, kwa sababu hizo timu unajua mashabiki wanakuwa na morale ya kununua jezi kama timu inafanya vizuri. Ndio. Ukiangalia Simba namna ambavyo ili compete msimu uliopita mpaka dakika za mwisho, watu walianza kupata imani kubwa kwa this time huenda wakapambania ubingwa na wakaupata. Na ndio huo msimu uliopita wameshinda kombe la CRDB ambalo kwa muda mrefu hawakuwahi kushinda. Kwa this time wataisupport timu yako kununua jezi ili waende viwanjani kwa wingi, kwa sababu wanaamini wana timu nzuri, si ndio? Kwa hiyo tusubirie ataleta kitu gani ambacho kitakuwa ni bora zaidi ya kile ambacho alikitoa msimu uliopita. Na George, jana nilipata fursa ya kuzungumza na Joseph mwenyewe, amesema kuna centers wameziongeza za mauzo kwenye mikoa ambako mwaka jana hakuwa na hayo maeneo. Kwa sasa hivi mfano ukienda Mwanza kuna duka litakuwepo rasmi kwa ajili ya jezi OG za club. Na hiyo inaweza ikamuongezea mauzo kwa kiwango gani, lakini vipi kupambana na watu ambao wanatengeneza jezi haramu? Inawezekana sasa hivi nyinyi mnataka kuzindua kesho, lakini wao sasa hivi mizigo iko jiani, nao wanapambana kuzipeleka sokoni huko vijijini kuziuza kwa bei nafuu. Hii ni ngumu kwa kiwango gani, ama kuna urahisi kwa kiwango gani kupambana na hawa watu? Hili jambo bado linasumbua. Ndio. Linasumbua kwa sababu mbili. Moja, uelewa wa watu tuliokuwa nao. Ndio. Hii ni changamoto sana. Na imekuwa ni hali ya hatari kiasi kwamba mtu anakwambia bora nikanunue jezi ya shilingi 15,000 au 10,000 kuliko kununua jezi ya shilingi 40,000. Yeye akiamini kwamba ni sawa tu, lakini ndio wewe kukutana na kwa mimi Simba naipenda maisha yangu yote. Sasa wewe manake klabu ipendi, kwa sababu wewe umeenda kumuingizia hela mtu binafsi, hujaingizia hela taasisi. Au hujampa thamani yule mtu ambaye anafanya kazi na taasisi yako. Kwa hiyo nafikiri kuna kipindi Mwana Hamid anazunguka mikoani kutoa elimu kwa watu mbalimbali, na nafikiri pia alikuwa anazunguka kwenye maeneo huko mikoani, kwenye vijijini huko. Of course watu wanahitaji elimu Juma. Watu wanahitaji elimu ya kutosha sana, kwa sababu elimu ndio ukombozi wa kila kitu. Ndio. Watu ukishakuwa na elimu maana yake wanapata upeo, utashi, wanapata ukombozi wa fikra. Na kinachotokea ni kwamba hata mtu akwambia ununue kitu fake huwezi kusupport, kwa sababu tayari umejua hasara ya kununua vitu fake. Ni kwamba unamuingizia mtu fedha ambaye haiingizii fedha taasisi yako ama klabu ambayo unaishabikia. Na Simba ni klabu ya wanachama. Kwa hiyo wanachama wanapaswa kuwa loyal na klabu yao, wanapaswa kuwa na upendo, kuithamini nembo ya klabu, kuithamini klabu yenyewe, lakini pia kuilinda klabu. Kuilinda klabu sio kwa kuizungumzia vizuri tu kwa watu mtaani. Unailinda klabu kwa kuthamini hata ile miradi ambayo inasimamiwa na kuendeshwa na klabu husika. Kwa sababu Jairuti ametoa kiasi cha fedha, kwa maana kiasi kikubwa sana cha fedha, bilioni 38 kwa miaka 5. Na Jairuti ndo investor wa kwanza kuweka hela nyingi zaidi ukikompea na investor wote ambao
wamepita na walipata tenda kutengeneza jezi ama vifaa vya michezo ndani ya Simba. Sasa kama kuna mtu ambaye amekuja kuweka fedha nyingi kiasi hicho, mpeni thamani, mlindeni, kwa sababu kesho na kesho kutwa of course mkataba wake utaisha. Uwezi jua. Ndio. Inawezekana wewe ukimlinda mwekezaji kesho kumtengenezea ugumu kwamba sikiliza bwana, sisi tumekupa thamani, tumekulinda kwa miaka 5. Sasa hivi hataki tena bilioni 38 kwa sababu chapa klabu imeongezeka zaidi. Yes. Na siku zinazozidi kwenda mbele mashabiki wanafanyaje? Wanaongezeka. Kwa hiyo unaonaje ukatupa labda bilioni 50? Na nielewa klabu kama ina uwezo kutengeneza bilioni 50 kwa miaka 5, maana yake ni wastani na bilioni 10 kwa msimu, kwa mwaka mmoja, bilioni 10. Na siku zinazozidi kwenda mbele mahitaji ya Simba hawezi kubaki pale pale. Sahihi. Simba kuna kipindi itahitaji kupata mchezaji wa 2 billion kwa ajili ya kuwasaidia, kwa sababu demands zinaongezeka. Leo hii watu wanadai quarter final, watu wanadai semi final. Kuna kipindi watadai ubingwa. Unanielewa? Hata kama sio sasa au muda hujafika, lakini muda utafika. Muda utakapokuja kufika, fedha inatakiwa kuwepo. Kwa cha muhimu ni kuwalinda sponsors, kuwalinda watu ambao wanaweka fedha zao kwa ajili ya kufanya kazi na nyie. Investor yote ukimpa thamani hawezi kuondoka kirahisi kwenye hiyo taasisi. Hawezi kuondoka kirahisi, na faida unaona kabisa wanapata pia wa investors, sio? Kabisa. Dakika ngapi hapo? Bado mabao ni 2 Simba wanaongoza goli la pili lifungwa na Eli Mpanzu. Mpanzu unamuona msimu ukianza anaweza kuwa katika kiwango kizuri sana Mpanzu mimi na mtazama katika engo ya tofauti, kwa maana kwamba msimu ujao ndio kuna uwezekano mkubwa sana Mpanzu ndo akawa ni mchezaji ambaye hakamatiki Simba. Yes, kwa sababu kwanza amemaliza msimu akiwa na performance nzuri sana. Lakini kitu kingine